Wakili Boniface Mwabukusi kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X ameweza kuandika haya yafuatayo. Amesema barua ya wazi kwa Waziri wa Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana kuhusu uvamizi wa fursa za ajira na biashara kwa wazawa wanaofanywa na baadhi ya wawekezaji wa kigeni, hususan raia wa Kichina nchini Tanzania. Kwanza amesema, Mheshimiwa Waziri, tunapenda kukumbusha juu ya ongezeko la malalamiko ya wananchi kuhusu namna baadhi ya wawekezaji wa kigeni hasa kutoka China wanaodhoofisha fursa za kiuchumi, ajira na biashara ndogo ndogo ambazo kwa mujibu wa sera na sheria za nchi zinapaswa kuwa kwa ajili ya Watanzania wazawa. Mheshimiwa Waziri, hali hii si tu kwamba inavunja misingi ya haki na usawa, bali pia ni ishara ya udhaifu mkubwa wa usimamizi na utekelezaji wa sheria za sera za uwekezaji nchini. Mheshimiwa Waziri, hakuna taarifa makini inayoweza kuachia mikononi mwa wageni kila sekta za kiuchumi, huku wazawa wakisukumwa pembezoni na kuwa watazamaji katika ardhi yao wenyewe. Mheshimiwa Waziri, msingi wa kisheria na hoja hizi ni katika vuguvugu na vingungu vifuatavyo kwa katiba na sheria ya nchi. Kifungu cha kwanza, ibara ya 9 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotaka na kuelekeza kuwa sera, sheria, mipango ya maendeleo iwe yenye kulenga kusaidia wananchi na wazawa wa Tanzania. La pili, kifungu cha 6 kwanza cha sheria ya ajira na mahusiano kazini sura ya 366 kinaitaka serikali na waajiri kuhakikisha mazingira ya ajira ni ya haki na yanaweka mbele maslahi ya wafanyakazi hususan wazawa. Tatu, sheria ya ajira na mahusiano kazini pamoja na kanuni za ajira kwa wageni za mwaka 2015 zinataka waajiri wathibitishe kutopatikana kwa wataalamu wazawa kabla ya ajira kwa mwajiri mgeni. Hili limekuwa likipuuzwa kwa makusudi na baadhi ya wawekezaji hasa kutoka China kwa msaada wa baadhi ya watendaji wasioadilifu. 4. Sheria ya uwekezaji Tanzania sura ya 38 inatambua haki ya taifa kuweka masharti ya kulinda sekta mahususi kwa wazawa na kuzuia ushindani usio sawa kutoka kwa wawekezaji wa kigeni. Hili ni pamoja na kulinda sekta ndogo ndogo kama biashara ndogo, usafirishaji mdogo na huduma za mikono. Huu uvamizi wa Wachina katika shughuli za kibiashara hadi utawala zinazoweza kufanywa na vijana wa Kitanzania ni uvamizi wa kivita, kiuchumi na ni lazima hatua za haraka zichukuliwe mapema iwezekanavyo. 5. Kifungu cha 9 cha sheria ya sura ya 245 kinawataka watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, uadilifu na kwa kulinda maslahi ya wananchi. Watendaji wanaoshindwa kusimamia masuala haya wanapaswa kuwajibika kisheria na kimaadili. Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wafanyabiashara wazawa na vijana wa Kitanzania kuhusu uvamizi huu wa kiuchumi unaoleta ukoloni mpya kwa kuwaondoa wazawa katika kuajiri na kuwawezesha mtandaoni wa kutamaraki na kudhoofisha masoko kunakofanywa na raia wa Kichina hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa msingi huu ninatoa wito wako binafsi wa wizara yako. 1. Kutoka hadharani na kutoa tamko rasmi juu ya mwenendo huu ukieleza hatua zinazochukuliwa kukomesha unyang'anyi wa fursa kama ya wazawa. 2. Wazawa, wizara zenye dhamana ya uwekezaji, viwanda na biashara pamoja na Wizara ya Kazi ichukuliwe hatua za haraka kurekebisha hali hii kwa kufanya kazi ukaguzi wa kina aina ya uwekezaji uliopo na uhalali wa shughuli zao. 3. Sheria na kanuni ziheshimiwe na zile zinazoleta malengo kuleta biashara na ajira kwa wazawa zielekezwe kikamilifu bila hula wote ule. 4. Vibali vyote vinavyotolewa kwa wageni kuwezesha kufanya haya vifutwe mara moja na watendaji wa umma wote wanaohusika na kutoa vibali holela kwa wageni waonywe na waweke taratibu utakaowajibisha mara moja pale wanapokiuka sheria zote pamoja na kanuni. Mheshimiwa Waziri, Tanzania ni nchi huru yenye utajiri mkubwa wa rasilimali na watu wenye uwezo. Ni lazima tuwe na uwekezaji wenye tija unaolinda ajira za wananchi na kuhakikisha maendeleo ya kiuchumi yanawafikia watu wa kawaida. Kwa maslahi ya taifa ni lazima tusimame sasa. Ni Advocate Mwabukusi Boniface, mwanaharakati wa haki za binadamu Shambani Busokelo.